Shalaudi Mbuye ambaye ni mkazi wa kijiji cha Kewanja, kata ya Kemambo, Nyamongo, Tarime. Nyamongo nadhani ni maarufu kwa uchimbaji wa madini. Alafu mimi mwenyewe ni mwenyekiti wa chama cha ushirika Nyabigena ambaye nilikuwa ni mhanga wa tukio la tarehe 30. Tarehe 30 tukio la maandamano lilitokea, lakini sasa mimi nasema kwa kuwa nilikuwa ni mhanga, wale watu mimi niliwahoji, Mwenyezi Mungu alijalia nikawahojiana nao, yale walioyatamka ndiyo nitataka niwakilishe kwenye tume. Wao asilimia kubwa walikuwa ni vijana umri wa miaka 15, 18 mpaka 30. Walifika kwenye ofisi ambayo ni ya Chama cha Mapinduzi, ambapo sisi chama cha ushirika tulikuwa tumepanga kodi ya nyumba ya mwaka mzima na kufunguliamo biashara mbalimbali ambazo nimeshawakilisha wilayani, mkoani mpaka taifa. Sasa chanzo cha kundi lile lililokuwa linapita saa 2:30 siku ya tarehe 30 baada ya uchaguzi usiku, kundi hilo lilikuwa ni kubwa zaidi ya watu 100. Walikuwa ni vijana na wengine kidogo wa makamu, lakini walifika kwenye jengo wakaanza kulishambulia kwamba hili jengo ni la Chama cha Mapinduzi. Mimi nikawaambia vijana, hii mali iliyomo ni mali ya wazazi wenu, ni mali ya ushirika, na niliileta mchana kweupe, nikatoa gharama fuso nzima, mkatelemsha bidhaa tukaingiza humo. Tumeanzisha chuo cha kufundisha cherehani, vyuo vya kompyuta, welding, ni kwa manufaa yenu. Jibu walilonijibu, Chama cha Mapinduzi tunachoma hii ofisi ni ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu serikali ya Chama cha Mapinduzi haisikilizi shida zetu wala haitatui matatizo yetu. Kwa kweli roho iliuma sana. Bidhaa ilikuwa ni nyingi, mali nilikuwa ni nyingi ndani ya ile nyumba. Nikamwambia, ni haki gani mnaotaka nyiwe mfanye nini mtendewe? Wakaniambia, mzee toka. Wakawa wametoa nini? Mapanga. Kipindi hicho wanabomoa nini? Mlango. Nikatoka nikasimama pembeni. Baada ya kubomoa ile nyumba, makufuli ya ndani yalishindikana, wakapiga dirisha wakaingia ndani. Walivyoingia ndani, viberiti, mvua ilikuwa inanyesha, wakasimamisha pikipiki. Kijana mmoja alitoa pikipiki akavuta mafuta akatoa akawapa wale wa ndani. Wale wa ndani akawa ametoa na kiberiti cha gesi. Sasa nikamwambia, jamani msichome basi, mnipe nafasi nifanye nini, nitoe. Akaambia, mzee toa, wakati wote tunaweza kukuua, tunachoma mali, serikali ya Chama cha Mapinduzi itakulipa kwa sababu haisikilizi shida zetu wala haitatui. Sasa hilo tokeo ikabidi wakachoma. Walichoma kwa ndani, nyumba ikawaka moto, mali zote na zingine walizokuwa wametoa kompresa wakawa wameivuta, wameweka barabarani, wakaanza kupiga nyundo. Sasa mtazamo wa ile maandamano, walikuwa hawana mabango, lakini ukiangalia kiundani wale vijana, narudi kule kule, tunakuwa vijana kama vile, kwanza walilalamika ajira Nyamongo kwa vijana inasumbua sana. Kampuni haiwatendei haki, hususani wananchi wa kijiji cha Nyamongo, hususani mikoa yote Tanzania. Kuna vurugu kubwa kuzidi hata ya Silali. Silali tunaweza kuuita kwamba ni mgodi kwa sababu ile ni hautaisha mpaka mwisho wa dunia. Lakini mimi nasema makampuni pembezoni mwa mikoa zote zinazochimbwa dhahabu yanaashiria vurugu ya kuvunja amani. Sababu haisema. Cha kwanza, makampuni yanadhulumu wananchi kwenye upande wa kuthamini mali zao zile wanazozikalia. Tathmini zinafanyika kama mfano Nyamongo, alafu baada ya miezi 6 ile tathmini inafanya nini? Inayayuka. Alafu kampuni inachukua yale maeneo inafanyia kazi. Wewe leo hii baba yake akahamishwa pale, kadhulumiwa, ametoka, unataka kuniambia atakuwa na amani na serikali inayomuongoza? Kwa sababu viongozi wameshirikishwa
makampuni imeshirikishwa. Hilo serikali mimi naiomba ifanye tathmini kwenye mikoa zote zinazozungukwa na migodi. Watakuta kampuni ndiyo chanzo cha kusababisha migogoro kwa ajili ya kudhulumu mali za wananchi na kutokuwatendea haki vijana kwa ajira migodini, mfano Nyamongo, hazipo. Unaambiwa tunataka mtu aliyosomea udereva wa dampa. Tanzania hapa chuo cha kuendesha madampa kiko wapi kama sio wao wanaotoa? Ukienda pale wanachukua mtu wa Arusha, mtu wa Mbeya, lakini wa pale hapati nini? Ajira. Hilo walilitamka. Jambo la pili, naishauri serikali, kwenye ushauri wangu wa kuthibitisha jinsi lile kundi lilivyosema, serikali ya Chama cha Mapinduzi haitatui shida. Ni kweli shida ya kusikilizwa. Tuna amani bila haki, amani haitakuwepo. Umri wangu sasa hivi ni miaka 61. Kwa hiyo ni tangu mwasisi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na Mwalimu alitufundisha chama legelege huzaa serikali dhaifu. Udhaifu uko kwenye kutatua shida za Watanzania. Mimi nitalisema kama mwenyekiti wa chama cha ushirika, na chama cha ushirika ndiyo baba wa Chama cha Mapinduzi. Nendeni mkafanye tafiti. Mwalimu Nyerere alipokwenda Union alibeba pesa kwenye benki ya ushirika, akaenda kupigania uhuru. Kwa hiyo sisi kama vyama vya ushirika lazima hili tuliseme. Dhaifu utazaa serikali legelege. Kwa hiyo cha kufanya nini? Tunamshauri, tunaomba mpeleke ujumbe, serikali isikilize shida. Ikishasikiliza hiyo haki ya kusikilizwa, lakini hatuna haki ya kutekelezewa. Leo mfano, umekwenda hospitalini, umeeleza mimi naumwa kichwa, ukaandikiwa, akakusikiliza akamaliza, lakini pale kuandikia dawa hazipo, nenda kanunue duka la madawa. Umesikilizwa, lakini haki ya kutekelezewa shida ile iliyokupeleka haipo. Hizi haki, polisi haki ya kusikilizwa ipo, lakini ya kutekelezewa haipo. Mahakama shida ya kusikilizwa ipo, lakini ya kutekelezewa haki yako haipo. Hospitalini na zenyewe ni vile vile. Kwa hiyo tutangulize haki ya kusikilizwa, iwepo haki ya kusikilizwa kile tunachokilalamikia. Kwa mfano, tume mmekuja kusikiliza, mmetutendea haki ya kusikilizwa, lakini ya kutekelezewa bado tunaisubiri. Inawezekana ikatekelezewa au isifanye nini? Isitekelezwe. Kwa sababu ni tume nyingi zimekuja. Kama mfano mimi nimekutana hii tume tangu janga, hii ni tume la 3. Kwa hiyo ninachokiomba mimi kwangu kama chama cha ushirika, tumepoteza mali nyingi, lakini mali haizidi kama amani. Amani ndio namba 1. Na pole sana kwa waliopoteza ndugu zao, wamepoteza marafiki. Hilo tunaliachia, ni mipango ya Mungu, lakini chote hiki kinachosababishwa haki haipo ya kutekelezewa shida zetu. Na tuma ujumbe huu umfikishie Mheshimiwa Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. Tunaomba haki ya kusikilizwa. Tusikilizwe shida na watutatulie shida. Hawa vijana sidhani kama wataandamana. Walioniambia ni mengi, lakini kwa upande wa mgodi chanzo ni kutendewa haki ile. Kwa mfano wanasema mwenyeji njoo, mwenyeji ufanye nini? Upone. Lakini Nyamongo mgeni njoo, mwenyeji uteseke. Watakupenda kweli? Na vijana wengi si watukani, wanapokuwa umetendewa jambo kama hilo, zinaingia siasa. Zinaingia nini? Siasa. Tunakuwa sasa kama mbwa akafanya nini jambo, shika anafanya, kwa sababu wengi kama mfano Nyamongo, tukio walikuwa napewa 5,000 6,000, wanakwenda wanapiga vipombe vyao wakaandamana, lakini ukiwauliza sababu ya kuandamana walisema hawasikilizwi. Baada ya kusema hayo, naomba kuwakilisha